wiki yetu. Tutamuita majina yote ambayo tumekuwa tukizoea kumuita siku zote. Nitakwenda kusoma historia yake kwa ufupi. Kuzaliwa, Maria Martha alizaliwa tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka 1979 katika Australia, Nyamuswa kule Bunda Mara. Lakini katika elimu alisoma masomo yake ya shule ya msingi katika shule ya Mgeta iliyoko Mara Bunda, na masomo ya sekondari alisoma Bunda Sekondari kule Bunda Mara. Lakini kama tunavyofahamu, Maria Martha alikuwa ni mtu mdadisi, anapenda kujifunza sana, alikuwa anasoma vitabu sana, neno la Mungu, na pia aliweza kujiendeleza katika masomo ya theolojia, na pale Mwanza alijiunga pia na chuo cha PAG, Pentecostal Assemblies of God pale Mwanza, akaweza kusoma pia diploma ya masuala ya neno la Mungu, akahitimu pale. Lakini pia ameweza pia kujiendeleza katika mambo mbalimbali. Lakini katika masuala ya utumishi, Martha aliokoka mwaka 2000 huko, tukiwa naye kama mabinti na wengi ambao tumeimba hapa tukiwa Mwanza, na kaka zetu wako huku ni wachungaji, watumishi wa Mungu. Tumekuwa wote pamoja kule, na aliokoka akiwa katika huduma ya Gilgal Christian Ministries International iliyopo chini ya Askofu Elia Sentof kule Mwanza. Na Mungu alikuwa akimtumia sana Martha katika uimbaji, lakini na katika huduma ya uinjilisti, lakini pia katika kitengo cha maombi alikuwa akifanya vizuri sana. Alilelewa pale kanisani, na huduma zake zile zote ziliweza kukuzwa na kulelewa kwa kiwango cha juu kabisa. Na baadaye alihamia Dar es Salaam, akaendelea kumtumikia Mungu katika maeneo yote hayo. Wengi nimekwisha kusema, Martha kuna wakati alikuwa akihubiri kule Mwenge, Ubungo. Mnaona sasa hivi vijana wanahubiri kule. Martha amefanya hayo mambo muda mrefu sana, amehudumia watu wengi, na sasa hivi kwa sababu ya social media, mitandao ya kijamii, tunaona anafikia watu hata mataifa ya ambapo hajakanyaga, lakini anawahudumia kwa njia ya mtandao. Watu wengi sana anawaombea na mambo kama hayo. Lakini very specific katika huduma ya Gilgal, ameshiriki kwa kiwango kikubwa katika kuanzishwa kwa makanisa ya Gilgal hapa Dar es Salaam. Kuna kanisa letu la Gilgal pale Segerea, ambapo yuko pastor wetu Pastor John. Nakumbuka the very first service, and I think for almost like 3 months tulianza pale kanisa. Tulikuwa tukisali nyumbani kwa kaka yangu Charles na Martha akiwepo pale. Tulikuwa hatujapata kiwanja, familia ikatusaidia tukapata kiwanja cha kanisa, na huduma inaanza. Sasa hivi ni kanisa kubwa kabisa. Bwana asifiwe. Lakini pia yupo pastor wetu, kaka yangu, my brother Pastor Frank, yuko hapo Kinyerezi, Gilgal Kinyerezi, ndo amepokea kijiti cha Martha. Martha alikuwepo pale na alifanya kazi nzuri sana, na ndipo akapokezana kijiti na Pastor Frank, na ile kazi iko pale inafanya vizuri, na tunajua mchango mkubwa wa Maria Martha, kwa sababu tunajua kabla kanisa halijafika pale, watu nakumbuka lilibomolewa mara 3 anajenga. Likabomolewa mara ya kwanza akajenga, likabomolewa mara ya pili akajenga, likabomolewa na mara ya 3 akuacha akajenga, na leo tunalo linaendelea. Yamkini angechoka labda lisinge kuwepo leo. Bwana asifiwe. Alifanya kama Isaka kwenye kuchimba visima. Alichimba vikafukiwa, akajenga, chimba, akajenga hivyo. Na mpaka leo tuna kanisa zuri linaendelea pale, na huduma nzuri, na watu wanapokea Kristo. Haleluya. Kwa hiyo tunaweza kusema amefanyika msaada mkubwa. Lakini baada ya hapo alijiunga na kanisa hili, Pentecostal Holiness Association Tanzania,
na amelelewa vizuri sana na askofu wetu wa Mpanda, baba yetu hapa. Walipokea vizuri, wamemlea vizuri, na pia akaweza kupandwa kama mchungaji katika kanisa la mahali pamoja linaitwa Josiah Generations, na ndipo wameachwa watoto hao wa mchungaji. Kwa hiyo inabidi jamani tuwatembelee, tuwatie moyo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kwa kifupi tunaweza tukasema mambo mengi katika utumishi wa Martha, lakini kwa sababu ya muda ninaomba niishie hapo. Umauti. Maria Martha alipatwa na tukio gumu sana siku ya tarehe 30. Mungu amembariki, ana watoto na wajukuu, na kajukuu kalikuwa hakajisikii vizuri. Akachungulia hali ya hewa, akaona kama inamruhusu kutoka atafute angalau dawa